Nayo nipe nikupe kuhusu mpango wa kuuzwa kwa hisa za kampuni ya Safaricom kwa Vodafone Kenya inaendelea kuchacha, huku upinzani sasa ukitishia kusimamisha mchakato huo kupitia mahakama. Upinzani unadai kwamba Wakenya hawajahusishwa katika mpango huo wa serikali kuuza 15% ya hisa milioni 6 za Safaricom, wakisema malipo yake ni ya chini mno, kama Melita Oletenges anavyotuarifu. Mpango wa serikali kuuza 15% ya hisa za kampuni ya Safaricom kwa kampuni ya Vodafone Kenya kwa shilingi bilioni 244.5 ili kuanzisha hazina ya kitaifa ya miundombinu na ile ya utajiri wa kitaifa umezua tumbo joto. Viongozi wa upinzani wakidai kwamba ni karata ambayo haieleweki na ni ya kujinufaisha kwa wakuu serikalini. Sasa share moja imeuzwa 34 shillings whereas the real value is 70 to 80 shillings. So the country is losing about 250 billion. Viongozi hao waliokuwa wakizungumza katika kanisa la Dominion City huko Kasarani wamedai kwamba watawasilisha kesi kotini kupinga kuuzwa kwa hisa hizo za Safaricom kwa misingi ya kwamba Wakenya hawajahusishwa katika uamuzi huo wa serikali. And we know that as they try to sell this parastatal without public participation, which is a constitutional requirement, it is simply because somebody somewhere wants a cut. It's like you have a cow that is high yielder in your home. Hiyo ng'ombe ndio inatoa maziwa, watoto wanakunywa, wewe unakunywa, ingine unauza. Sasa wewe unauza hiyo ng'ombe na una ingine, ati ununue chakula ya siku hiyo. Kwenye ulingo wa siasa, viongozi hao wamesema kwamba mikakati yao ni kuwashirikisha wote wenye msimamo na maono ya kukomboa nchi. Tunasema tunataka the face of Kenya in Nairobi, na hatutaki ODM iwachwe nje. And we are saying we are depending on the experience of Kalonzo Musyoka kupanga siasa ya Nairobi. Kadhalika wamekashifu ujenzi wa barabara ya Rironi Mau Summit, wakidai kwamba kandarasi hiyo imeongeza bei ya ujenzi wa barabara hiyo. Melita Oletenges, Runinga Citizen.